coming to you now with the notes. Tunatokea wakati ya kula. We had a good time this morning. Na tulikuwa na wakati mzuri asubuhi ya leo. As we looked at the difference between the covenants. Wakati tunaanza kutazamia achanisho au différence entre les deux alliances. And we saw that under the old covenant, nous avons vu que dans l'ancienne alliance, people live as servants. People live as servants. Watu wanaanza kuishi sawa vile watumishi. They're in bondage. Maana yake balikuwa mu hali ya utumwa. But under the new covenant, lakini mwagano jipya, we live as sons. Tunaishi sawa wana, watoto, des fils. We are free. Nous sommes libres. Amen. 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 So we're going to come into this session. Na wakati tunafika muhii kipande ya mafundisho, and look at what it means to be sons of God. Tutaanza kutazama maana ya kuwa mtoto wa Mungu. And to see if we are living as sons of God. Na juu itupermettre tujione kama tukunaishi sawa watoto wa Mungu au hapana. Now when Paul was living, wakati Paulo alianza kuishi, there was a custom, wakati ile Paulo alikuwa kunaishi, kulikuwa tabia, coutume, which he uses to illustrate this point of living as sons. Ile baraza kutumia juu ya kufundisha mtoto ayue namna ya kuishi sawa mwana kama fils. In many of the homes, mumba jamaa ya mingi, the children were under the guardianship of a servant. Watoto walianza kuwaweka chini ya mchungaji moya wa mwile nyumba, ule anaweza kutumika kazi sawa mtumishi mwile nyumba. That household servant was called a pedagogue. Ndio kwa maana bale bantu wa batumishi bale wanaanza kuchunga watoto, wanaanza kubaita sema ba pedagogue, ile mtu naijua. And when that child was under the pedagogue, na wakati ile mtoto alikuwa chini ya ule pedagogue, the pedagogue was responsible for his behavior. Ni ule pedagogue alikuwa responsable ya comportement ya ule mtoto, his education, majifunzo ile mtoto, and his upbringing. Na namna gani atakomea munjia mzuri. In fact, the child never saw his parents often. Ule mtoto alikuwa chini ya pedagogue, akukuwe na ruhusa ya kuonana na baba yake wakati wote, hapana. And Paul speaks about that in chapter 3 of Galatians. Jo pale Paul konazunguzia pa chapitre 3 ya Galates. And verse 23 and 24. Par verset 23, chapitre 3, verset 23 à 24. Anasema, mais avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. What he says is that just as that child was under the pedagogue, ila napenda kusema hapa ni ya kwamba paka namna moya ile mtoto aliwekwa chini ya ulinzi ya pedagogue, we were under the law. Na sisi tulikuyaka chini ya sheria. It's a picture of being under the law. Ile ni mfano wanatupatia juu tutambue ile hali ya kuwa chini ya sheria. Now what was life like for the child in that situation? Sasa maisha ya mtoto ile wakati alikuwa chini ya pedagogue ilikuwa namna gani? Well, he didn't see his father much. Tunasema kia kwanza ule mtoto akuwe na ruhusa ya kwanza kuonana na baba yake kila mara. He wasn't close to his father. Alikuwa karibu na baba yake. Sometimes he was disciplined by the pedagogue. Mezaidi wakati mingi ni ule pedagogue jo anaanza kuaplike discipline pa ule mtoto. And he felt it's not much different to being a servant myself. Na ile inakuya hakuna achanisho ya mtu ule eko domestique ou bien serviteur. And that's what
Paul says in chapter 4, Ndio pale Paul anasema mu chapitre 4 verses 1 to 3. verset 1 à 3, Let's have a look at it. anasema hivi, dans ces conditions, tuanzie hapa anasema, yeah. Anasema, maintenant je dis que l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, n'est pas du tout différent d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. So the child was an heir to the father. Hivi mtoto ule alikuwa héritier, murithi wa baba yake, One day he would inherit everything. na siku moja atapokeaka ile urithi, ile heritage. But at the present time, under the pedagogue, Lakini kwa hiyo wakati ule mtoto yuko chini ya ule pedagogue, his life was no different to the servant. maisha ya ule mtoto haikuachane kabisa na maisha ya serviteur. But there came a time when all of that changed. Lakini kulikuyaka wakati ile hali ilimalizika. A special moment. Kulikuwa wakati moya ya upekee ile ilianza kumaliza ile hali ya ule mtoto. A certain birthday. Ile ilikuwa ni sawa siku ya kuzalikwa. The child would be adopted into the family into which he was born. Kwa hiyo wakati kama inafika sasa, ule mtoto alikuwa chini ya pedagogo, batamubeba na kumukaribisha, kumuingisha ndani ya familia. They would have a big party and celebrate. Na kwa ile banaanza kuorganize karamu. It was called the adoption of the child. Ile karamu banaweza kuita sema jo karamu ya kumpokea ule mtoto alikuwa kiloko, sasa anakuya adopte, anaingizwa bujamaa. So he was looking forward to that special occasion. Manake ule mtoto wakati yote pale kwa chini ya pedagogue anaanza kuespere ile moment, ile date ifike mbio atoke chini ya pedagogue. When his life would change Jo kama anatoka chini ya pedagogue na maisha yake itabadilika. because of his adoption as a son. Sababu ile wakati sasa atakuya adopte comme fils mujama. And two things happened at that time. Ile nye wakati ile karamu kama inafika, kunaanza kufanika mambo mbili. Number one, Cha kwanza, he could say to the pedagogue, I don't need you anymore. ule mtoto vile sasa anakuya, tunaweza kusema anakuwa emancipe, anaweza kusema kwa ule pedagogue kama kuanzia leo mimi sina na besoin na wewe pedagogue, wewe sina na wewe besoin. You can go there. Sasa unaweza kwenda lwako. And number two, Cha pili, he began to enjoy a very close relationship with his father. sasa anapewa ruhusa ya kuanza kukaribia, kuzungumuza, kukolabore na baba yake karibu kila siku. He would have his meals with his father. Kama anapika chakula, atenda kula pamoja na baba yake. He would spend much time with his father. Ataanza kuzungumza mambo yote ile anapenda na baba yake. He would work with his father. Kama kwa kazi ya kufanya, wanaweza kutumika pamoja na He now baba had yake. a close relationship with his father. Maana yake kunakuya relation ingine na baba yake. And Paul says that's how it was with the people of God. Sasa Paul nasema ya kwamba hii ni mfano inaelekea bantu batoto ya Mungu baminifu. There came a time when they ceased to be as servants. Kulikuwa wakati moya taifa ya Mungu haikukuwete ili, donc hali ya serviteur ilimalizika, And they were no longer under the pedagogue. na ile siku wakati ilifika haikupasha babakie tena chini ya pedagogue, They were mwalimu. sons of God. Sasa banakuya batoto ya Mungu, And they had a close relationship with the Father. na kwa ile wakati banapewa ruhusa ya kuya mu relation ya karibu, ya ushirika ya karibu na baba. So when was that defining moment? Sasa kwetu sisi ile wakati ya vile ilifanyika wakati gani? When was that special occasion when everything changed for the people of God? Ni wakati gani ile tulipewa ile occasion ya kusema mambo inabadilika? We read about it in Galatians chapter 4.
Tunasoma ile Mugalate chapitre verses 4 and 5. 4, chapitre 4, versets 4 à 5. Inasema, mais lorsque la plénitude des temps était venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption comme fils. It all changed when God sent His Son into the world. Maana yake nini? Mambo yote ilibadilika wakati Baba alituma mwana wake Yesu Kristo mudunia. He sent His Son not only to redeem us from our sins, Haina juu ya kutukomboa chini kututosha muzambi tu, but to redeem us from the law, lakini vile vile kututosha chini ya sheria, that we might receive the adoption as sons of God. juu kuanzia pale tupate kurecevoir l'adoption comme fils, des fils. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And that was characterized by two things. Na ile ilifanyika kupitia bintu ngapi? Mbili. Just like the child would say to the pedagogue, I don't need you. Mpaka vile tulisema hapa, ule mtoto alikuwa miaka mingi chini ya pedagogue. Siku moja anamuelezea pedagogue, asema kazi ya wewe pedagogue nafanya nini? Inaisha. So when Jesus came, we say to the law, I don't need you anymore. Kwetu sisi wakati Yesu alikuya, na sisi tunamuelezea sheria ya kama we sheria hatuna tena na wewe besoin, we pedagogue wetu. And just like the child was adopted as a son into the family, Na mpaka vile ule mtoto alikuya adopte ndani ya jamaa, so we are now sons of God. na njo kwa maana njo vile na sisi leo tunakuya adopte comme fils, batoto ya Mungu. We can have a close relationship with God. Kuanzia pale na sisi tunakuya sasa na ruhusa ya kuya na ushirika karibu sana na Baba Mungu. Do you remember we looked yesterday Mnakumbuka jana tulizungumza how the writer to the Hebrews exhorts us ya kama namna gani uwaki ya Ebrania haikueneana. let us go on to perfection. Ndio kwa maana nasema tuendelee mukamilifu, muperfection. Let us go on for the purpose for what we were created. Tuendelee tufike mwatua ya mambo ile Mungu alitumbia. To enjoy a close relationship with our Father. Maana yake kuingia na kufurahia kuwa na ushirika pamoja na Mungu Baba. Amen. Amen. We are not servants. Sisi hatuna ba serviteur, batumishi, We are sons. metuko batoto ya nyumba. Here is one of the differences. Yeah. Here is the difference between a servant and a son. Sasa mnapenda mwipatia difference entre serviteur na fils. John 8, verse 35. Jean 8, 35. Jésus dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y reste pour toujours. Amen. Amen. Sometimes people ask me, do you believe once saved, always saved? Wakati ingine bantu wananiulizaka ya kama unaamini hii masemo ya kusema une fois sauvé, sauvé pour toujours. Une fois sauvé, toujours sauvé. I say I prefer to say once a son, always a son. Yeye anajibwaka bale bantu kwa ile ulizo, anasema napenda tuanze kusema ya kwamba wakati unakuya mwana wa Mungu utabakia kwa lote mwana wa Mungu. We are born again as sons of God. Manake wakati tunazaliwa mara ya pili tunakuya batoto ya Mungu. Amen. Amen. You can be born a son, Unaweza kuzalikwa uko mwana, but you cannot be unborn. wakati unazalikwa uko deja mtoto, bebe banampokea kani ku maternite. Maana yake hautarudia tena mtumbo ya mama. Amen. Amen. We're always sons of God. Kama tulisha kuzalikwa
banesha kutupokea mjamaa, tuko batoto ile nyumba wakati wote. We might be disobedient sons, pengine tunaweza kwa atutii bazazi, rebellious sons, tunaweza kutombokea bazazi, a prodigal son, prodigal son, tunaweza kuyasa ule mtoto mpotevu, but we're still sons of God. hata kama vile vyote vinafanyika kwa maisha yetu, batatuita paka banani, batoto ya baba fulani, ya mama fulani. And a son abides forever. Na mtoto anabakiaka kwa lote munyumba yabo, But a slave does not abide in the house forever. lakini mtumishi au mtumwa ekalake kila siku munyumba. A slave's position in the house Position ya esclave munyumba depends upon his service. inambatana na ile kazi eko nafanya muile nyumba. All day he works, Kama bunakachika inapasha anze kutumika, and he hopes his service is acceptable to his na master. wakati kunatumika espoir yake ni kusema hii kazi imupendeze bosi wangu. If it's acceptable, he can stay in the house. Juu kama ile kazi kunafanya inapendeza bosi wake, bosi atafurahi na atamchunga, ataendelea kumulinda muile nyumba. But if it's not acceptable, he will be dismissed. Juu kama anatumika mbaya, bosi atasema kazi kunafanya nini? Inaisha. So all day he works, hoping that his service is acceptable. Ndio kwa maana ule mtumishi kila siku atatumika sana juu ya kusema patron wake aone ile kazi imupendeze, And then at night, if everything is okay, he can sleep. na kama bushiku bunaingia sasa, anaisha makazi yote, njo sasa na yeye ule mtumishi au ule mtumwa atenda kulala mshingishi, And the next day, it all starts over again. na ile siku ingine inakuya, analamuka tena, anazulula makazi ndani ya nyumba. Working, hoping that his service is acceptable. Maisha yake ni kutumika na kutumainia kama ile kazi kunafanya itamfurahisha patron. Some Christians live like that. Wakristo wa mingi leo weko naishi mwile hali, They believe they are in the house, God's house, na banaamini ya kwamba beko munyumba ya Mungu, based on their performance. lakini bana baadhi ya maisha yabo inapasha baoneshe matendo, They live all their lives hoping that they will not get kicked out of the house. na wakati beko naishi munyumba ya Mungu beko natumainia kusema ya kwamba siku moya bashiko kunitosha kunifukusha mwi nyumba. But we are not servants. Lakini sisi hatuna batumishi We are sons. ndani ya nyumba, tuko batoto ndani ya nyumba. A son's place in the house is based on his service. Sorry, a servant's place in the house is based on his service. What? Sorry. A servant's place in the house is determined by his service. Mtumishi ndani ya nyumba, position yake ndani ya nyumba inadependre na ile kazi eko nafanya mwile nyumba. But a son's place in the house is determined by his position. Lakini mtoto ndani ya nyumba, position yake inadependre na kile eko mtoto. He's in the house because he's a son. Juu eko mwile nyumba paske alizalikwa mwile nyumba, ni mtoto wa ile jamaa. Amen? Amen. And we're in God's house because we are his sons. Na shie pale tuko munyumba ya Mungu ni juu tuko batoto ya Mungu. Amen. 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 Now, when God took away the Holy Spirit from us, Na kama munafikiri Mungu akitosha Roho Mtakatifu ndani mwetu, when we told the pedagogue to go, kama tunasema tupende tena kazi ya Pentecost, many Christians say if you talk like that, it's dangerous. If you talk like that, you'll lead people into sin. na wengine watasema ya kama ukifanya kile kitu utaacha bantu katika zambi. If they don't have the law, then they will sin. Juu kama tunatosha sheria, bantu bataanza kutembea mubaya muzambi. No. Hapana. God gave us something in the place of the law. Pale Mungu alitosha sheria, aliremplace kitu kingine pale. He gave us the Holy Spirit. Pale ya sheria Mungu aliweka hapo Roho Mtakatifu. Amen. Amen. And the Holy Spirit does not lead us into sin.
Juu Roho Mtakatifu hawezi kutupeleka shie kufanya dhambi. The Holy Spirit lives in us to reproduce the life of Jesus in us. Kazi ya Roho Mtakatifu ndani mwetu ni kuweka maisha ya Yesu Kristo ndani yetu. Amen. Amen. In Galatians chapter 5 and verse 18. Galates chapitre 5 verset 18. Voyez? Chapter 5 verse 18. Inasema hivi, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Amen. If you are led by the Spirit, you are not under the law. Kama unaongozwa uko chini ya Roho Mtakatifu, haitawezekana tena wewe kuya chini ya sheria. If you are under the law, you are a servant. Na kama unapenda kuya chini ya sheria, utakuya nani? Mtumishi au mtumwa. But if you are led by the Spirit, you are a son. Lakini kama unaongozwa na Roho Mtakatifu, wewe ni mtoto wa Mungu. Amen. Amen. Now we read in Galatians 4 and verse 4 Tulisoma déjà Galates chapitre 4 verset 4 that God, in the fullness of time, God sent forth His Son. ya kama lorsque la plénitude des temps était venue, Dieu envoya son fils. Amen. Amen. God sent His Son Mungu akatuma mwana wake so that we could have the position of sons ourselves. juu à travers mwana wake na shi tukuwe na position ya kuwa batoto yake. But look at this. Sasa In verse 6, sasa kama tunaenda mu verset 6. He says, because you are sons, Verset 6 inasema sawa vile mweye muko batoto, God has sent forth His Spirit, or the Spirit of His Son, into your hearts. sawa vile mweye muko batoto, Mungu Baba alituma roho ya mwana wake akuye kuishi ndani mwetu. Crying, Abba, Father. Na ule roho ya mwana wake ndio kunatuwezesha sisi kumuita Mungu ya kama Aba, Baba. Amen. Amen. Now notice this, Hasa sikia tena. that Paul on this occasion does not say God sent His Spirit or the Holy Spirit. He doesn't say Kwa hii that. fazi kama unasoma mzuri, Paul asiseme ya kwamba Mungu alituma roho yake. What does he say? Anasema je pa hii verse? He says God has sent forth the Spirit of His Son. Lakini anasema Mungu alitutumia roho ya mwana wake. Why does He use that term? Ni juu ya nini anaitilize ile terme, ile mot hapa? Because God wants us to feel just like Jesus in Juu the presence of the Mungu Father. anatuma roho ya mwana wake juu ya kusema une fois que ule roho iko ndani mwetu atuwezeshe na sisi tujisantie kuya batoto mbele ya baba juu tuko na roho ya mwana. Amen. Amen. You are in Christ. Vile tulisema weye uko ndani ya Yesu. When God looks at you, He sees His Son, Jesus, Wakati Mungu eko na kuona, eko naona ule Yesu uko ndani mwako. in whom He is well pleased. Jo pale anasema anafurahiwa sana. And He wants you to feel just like Jesus in the presence Jo of the kama na Father. Mungu anapenda, Baba Mungu anapenda weye wanze kujisentir sawa vile Yesu kama iko mbele ya baba yake. Hallelujah. Amen. So Jesus has given us the position of a son, Maana yake Yesu anatupatia sisi hali au position ya butoto wa Mungu. and the Holy Spirit has come to make us feel like sons, Na Roho Mtakatifu wakati ko ndani mwetu eko natupatia masentima moya moya ya mtoto mbele ya baba. Wouldn't it be crazy if we go back to live as servants? Au nasema itakuwa kitu kimoya kia kushangaa sana kama wewe uko deja mtoto, mimi unasema pana mimi napenda niweze kuishi sawa domestique munyumba. But that's what the Galatians did. Na kile kitu ndio kile bantu ya kugalati, kanisa ya kugalati ilifanyaka When the false teachers from Jerusalem came there. wakati bale ba apotre ba ku Jerusalem ba enseignant banatoka Jerusalem banakuya kule ku Galati, They went back under the law. banabelezea bale ba ku Galati barudie chini ya sheria bakaichika. It's just like the child going back
back under the pedagogue. Na ni mfano ya ule mtu ko deja adopté comme fils, mais anasema non, mimi napenda ule pedagogue aanze kunidirige. Amen. And Paul says that in Galatians chapter 4. Na ndio kule Paul anasema pa Galates chapitre 4 verset 9 à 11 anasema, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment est-il que vous retourniez encore à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous désirez encore vous placer en esclavage. Vous observez les jours, vous observez les mois, les saisons et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Amen. They came so much under the Jewish laws. Bale bantu banenda kujirudisha tena mwile masheria ya Bayuda. That they even kept the Jewish calendar. Banaanza na kufuata ile makalandrie ya Bajuif. They were in bondage again. Maana yake nini? Balijirudisha tena mu utumwa. Not living as servants, sons, but living as servants. Au abakonzi tena kuishi sawa batoto, me sawa batumishi au batumwa. Amen. Amen. That's why Paul says, stand fast in the liberty with which Christ has made you free. Jo kwa maana Paulo anatuexhortea anasema ya kwamba musimame imara muile uhuru Yesu anaisha kutufungula deja. Don't come under the power of the Lord. Usijirudishe mu pouvoir ya loi ya sheria. Or of the power of lawgivers. Au usijiweke tena chini ya wale bantu beko na formule malua hapa maisha yako. There are often people who want to tell us what to do. Kuna kuya bantu bamingi bana au batumishi au viongozi banapenda kwanza kutulezea fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. But Christ has set you free. Lakini Yesu alitufungua And now you belong to him. na sasa sisi tuko bantu ya Yesu. Don't come into bondage to laws or lawgivers. Usijirudishe mwenyewe chini ya sheria au chini ya bantu bali wako nakupatia weka masheria yule ya maisha yako. Amen. Amen. A lawgiver becomes a human mediator between us and God. Ule muntu eko nakupatia sheria mara moya anabeba place ya mpatanishi mediateur katikati yako na Mungu. Tunakomprendre pale? Amen. Amen. Under the old covenant, ile ni mwagano la kale. there were human mediators between the children of Israel and God. Mwagano la kale kulikuyaka bapatanishi ba mediateur katikati ya peuple ya Israel na Mungu. If they wanted to confess their sins or worship God, they had to go through the priest. Wakati yote taifa ya Mungu ilikuwa na nia ya kuadore au ya kutoa au ya kufanya kazi yote, ilipasha bende kuona ule kuhani eko ule kutambla. If they wanted to hear a word from God, they had to go to the prophet. Kama tena banakuya besoin ya kushikia kusema kwa Mungu, ilipasha watafute tena mediateur mwingine, ule ni prophet. But that has all changed for us. Lakini ile maneno ilisha kudeja kubadilika kwa ajili yetu sisi. There are no human mediators between us. Hapa sasa hakuna tena mediateur mpatanishi katikati yako na Mungu. Wakimwili anako. We have pastors and teachers and leaders, yes. Me tuko na pasteur, tuko na bazee, tuko na viongozi mbalimbali, ndio. But I'm talking about your personal relationship with God. Mimi niko nasemea ni relation personnelle ya upekee wewe na Mungu. There is no human mediator between you and God. Katikati yako na Mungu hapana tena mpatanishi moya, mediateur moya wa kimwili anako. You have direct access to God. Maandiko nasema hapa sasa njia ya shie kuona Baba iko direct. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You know, in many churches that I know of, Najua kuko makanisa mingi
Some Christians run after prophets to get a word from the Lord. Bakristo mwile makanisa kazi yabo ni kukimbiliaka kwa profete juu wabelezeye Mungu anasema kwa nini. They go to meetings where there's prophets. Yeah. They go to meetings where prophets are ministering. Na beko nenda kwa ule profete juu eko na ile don. And they hope the prophet will pick them out and give them a word. Na profete ataanza kubabeba moya moya, anaweza kupatia sauti ya Mungu. Mungu anasema. Pick me, choose me. Na bantu wanaanza kusema unyelezeko na mie neno ya Mungu. Or they come forward after the meeting. Au wakati kama kanisa inaisha, bote tena banakuya kumfuata profeti. To receive a word from the prophet. Asema haukupokeko sauti yangu. But that's all covenant thinking. Ile jo tabia ilikuwa mwagano la kale. God wants to speak to you directly. Hapa sasa Mungu ni baba yako, anapenda wewe na yeye mkuwe direct, mwanze kuzungumza naye. Amen. You are not a servant, you are a son. Jo hauna tena mtumwa mtumishi, ne uko mwana wake. God speaks to his son. Na Mungu ni baba. Baba eko napenda kuzungumza na batoto yake. Jesus said, my sheep hear my voice. Jo pale Yesu alisema kondoo zangu wanasikiaka sauti yangu. Amen. Amen. So God has given us the Holy Spirit. Jo pale Mungu atupatia Roho Mtakatifu so that we can speak to God and God can speak to us. Juu tukue capable ya kuzungumza na Mungu na Mungu aanze kuzungumza na sisi directement. Hallelujah. Amen. In Romans 8 and verse 14, Romains 8 verset 14 anasema car ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. We are led by the Spirit. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu. We don't need people to tell us what to do. Hatuna besoin ya bantu baanze kutuelezeaka kila siku kile tunapaswa kufanya. We don't need to run after people to tell us the word of the Lord. Hatuna besoin ya kwanza kufuatafuata kila siku bantu batuelezee sauti ya Mungu inasema nini leo. Because God lives in us. Juu Mungu yeye mwenyewe yuko ndani mwetu And he speaks to us. na hapo nazungumza na sisi directement without any human mediator. bila kuwa na intermediaire katikati. Do you remember yesterday we said under the new covenant Mnakumbuka jana tulisema huu mwagano jipya there are better promises than under the old covenant. tunakuwa na mapromesse muzuri, de meilleures promesses que dans l'ancienne alliance. Here is another one of those better promises. Na hii tunasikia hapa iko parmi ile mapromesse, ma meilleure promesse ile tuko nayo hapa sasa. In Hebrews chapter 8 and verse 11, Na tunaisoma mu Hébreux chapitre 8 verset 11. Hébreux 8 11 inasema personne d'entre eux n'enseignera à son voisin ni aucun à son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. amen. Amen. Praise God. Bwana sifiwe. We don't need people to tell us how to know the Lord. Hauna besoin ya mtu akuelezee juu ya kumjua Mungu. He's come to live in us. Juu Mungu anakuja kuishi ndani yetu. We have our own personal relationship with God. A partir ya pale weye au shie tuko deja na relation personnelle yetu na nani? Na Mungu Baba. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. In Australia, Kule ku Australie I have a daily program on the radio. niko na programu moya kila siku ku radio, kusema ku radio. And one man used to listen to my programs and was dramatically changed. Mtu moja anaanza kufuata ku radio ikamjenga na maisha yake kabadilika. As I spoke upon the grace of God and the new covenant, Ni ile siku mimi naweza kuzunguzia juu ya neema na juu ya agano jipya. he lived far away from me. Lakini yule mtu yuko naishi mbali
na kule iko nekala. I never met him. Na leo mimi sionanaka naye hapana. But he would phone me from time to time. Lakini ananitaka tu kutelefone, tunazungumza. He was quite a rich man. Ni mtu mmoja kumtajiri. And one day he phoned me. Siku moja akaniita kutelefone. And he said, Ken, I have the opportunity to buy a very big portion of land. Akamuuliza Pastor Ken, niko na occasion ya kuuza, mimi napata occasion ya kuuza concession ya pori munene. It would cost millions of dollars. Na ilikuwa na bei, ilikuwa mamilioni ya madolari. He said, I don't know what to do. Sasa ule ndugu akamuelezea, lakini nishijue kile mimi naweza kufanya mwi wakati. What should I do? Anamuuliza, sasa wewe Pastor Ken unawaza nifanye nini? Should I buy it or not buy it? Inapasha niuze ile concession au nisiuze? What should I do? Nifanye nini pa hii situation? I said, I know exactly what you have to do. Yeye akamjibu asema, oh, mimi najua kile unapasha kufanya hapa tuko nasema. He said, what? Akasema, nifanye nini? I said, ask Ni kitu God. gani? I said, ask God. Yeye akamjibu asema, wende ukamuulize Mungu. Munafuata ile example. He thought I was going to tell him whether to buy or not to buy. Mungu baba yako atakuelezea kama inapasha uuze ile concession au kama haipashe uuze ile I concession. said, this is what you must do. Yeah. Ask God. Maana yake alimuelezea kile unapaswa kufanya, kile mimi naweza kuelezea ufanye, wewe ukamuulize baba Mungu. I said, why would God tell me his plan for your life? Asema sababu Mungu atanielezea mie, sababu gani Mungu atanielezea mie maneno ya plan ya maisha yako, donc ma réponse ya maisha yako baada kuelezea wewe, Mungu atanielezea mie juu ya nini? Why wouldn't he tell you? Sababu gani Mungu atakosa kuelezea wewe mwenyewe? Doesn't make sense. Ile inaonekana saa mtu wa shom haina maana. You're his son. Wewe uko mtoto yake. Amen. Amen. Let God speak to you. He will show you. Na Mungu ako nakuzungumzia. Vile ako nakuzungumzia atakuelezea kya kufanya. Amen. Amen. I believe that God does speak through the prophetic word. Mimi naamini ya kama Mungu anazungumzaka na watoto yake kupitia profesi, parole prophétique. But I never go looking for it. Me nishendage kwanza kutafuta banyelezee, kubatafuta wa profeti waanze kunyelezea ile parole prophétique. If God has a word for me, he knows my address. Juu ule muntu kama ule profeti kama alipokea sauti yangu kutoka kwa Mungu, shanajua adresi yangu. Amen. Shanaweza kunyelezea. And if a prophet really has a word from God, he will know where to find me. Na kama profeti wa biakweli anapokea sauti ya Mungu ya mtu fulani, Mungu anapaswa kumuelezea ule mtu yuko wapi, akamuelezee. Amen. Amen. Some significant moments in my life were changed by the prophetic word. Na kulikuwa maneno ya kama ile libadilika maisha yangu kupitia parole prophétique. But I never went looking for it. Lakini mimi shendaye kutafuta maprofesi kwa profeti. Shendaye kutafuta parole ya profesi kwa profeti. Because I have a relationship with God. Juu ya nini? Juu na mie niko na relation personnelle yangu na nani? Na Mungu. I'm his son. Niko kia kwanza niko mtoto yake, mtoto wa Mungu. I'm his sheep. Kia pili niko kondoo wa Mungu, wa Yesu. And Jesus said, my sheep hear my voice. Na Yesu anasema kondoo yangu wanasikia nini? Sauti yangu. Amen. Amen. You say, how do you hear the voice of God? Sasa utaanza kujiuliza, mimi nitashika sauti ya Mungu je? How do you hear the voice of God? Namna gani nitashika sauti ya Mungu? The more you know of the character of God, the more you will be able to hear his voice. Wakati ile unajua Mungu kile eko, itakuwezesha na wewe uanze kushikia kile Mungu eko nasema. Amen. I heard a story of an American Christian. Nilipata habari ya Mkristo mmoja wa Amerika. And he was fascinated when he learned that the shepherds in Israel Alishikia furaha wakati alisoma akatambua kusema baberger ku Israel, bachungaji ya kondoo ku Israel,
they lead their sheep. Banaongozaka kondoo yao. They don't drive their sheep. Abakokotake nguvu kondoo, hapana. They lead them. Beko na baongoza pole pole. In Australia and in America, the shepherds drive. Lakini inachana na ku Amerika, inachana na ku Australia. Kuima nchi mbili bachungaji ya kondoo balidao weko na kokotisha bankondoo kungu batembesha na nguvu. They shout or they clap or they use a Sasa wanapika mikulu, wanapika mfimbo juu kondoo atembee. and the sheep run ahead. Jo pale kondoo anaanza kwenda mbio. But in Israel, Lakini ku Israel the shepherd goes ahead mchungaji kwa kwanza atapita kumbele ya kondoo, and he gives a certain call, anatoa sauti and all the sheep follow him. na kondoo wanasikia sauti ya mchungaji, wanaanza kufuata. That's my shepherd. That's my shepherd. That's Na my shepherd. kondoo anatambua kusema ile sauti ni ya mchungaji wangu, fanye ende. So they will not follow a stranger, Kama ni mgeni anabaita abatenda, but they know the voice of the shepherd. juu banaiwaka sauti ya mchungaji wabo. And he was so fascinated by this Ule ndugu wakati anaanza kusoma ile mambo mkitabu alifurahi, ili muinterese, that when he was on holiday in Israel, akadesizia kusema ya kwamba kama inapata konje tenda ku Israel nikaone mambo. he went to an agricultural town to see this. Wakati ile sasa aliendaka ku Israel, anataka kutafuta muka village, jasema aone gisi bachungaji bo nachunga kondoo. Because he knew the sheep were going to be brought to town that day. Na ile siku alijiwaka kusema bachungaji ya kondoo bataleta bankondoo mu soko sa vile mu ville ile fuashi ya banaanza kubapeleka. And so he sat and he waited. Jo anaenda pa ile fuashi, anajua sema jo hapa batakuia, anekala eto nongojea bachungaji bakwenda bankondoo. And eventually he heard the voice of the sheep. Wakati moya akasikia sasa masauti malalamiko ya bankondoo, mulilio ya bankondoo. So he got up to see. Sasa unawasa sasa kwa nishimami nione vile biko vile binikalaka. But he was shocked. Lakini ile mambo aliona ilimchukiza. Instead of a shepherd leading the sheep, Pali ya kuona mchungaji eko naongoza kondoo vile alianza kusoma mvitabu, there was a man at the back of them driving them. aliona mtu moya eko nyuma ya kondoo na eko na sukuma kondoo, eko na kokota, eko na lalamika, Throwing them. eko na bengine na bakamata kutumikula na batupa, And he was shocked. eko na lalamika, eko na foka. And one of the local people saw his face. Asa bale walikuwa kando kando yake, banaona vile ule nduku ule alitoka kwa Etats-Unis, eko surpris étonné. They said, "What's wrong?" Jo anaanza kumuuliza, frère, ni nini aiendeke? He said, "That's not how it's supposed to be." Asema haina vile bintu mimi soma ya kwamba mchungaji wa kondoo anafanyaka, haina vile niko naona hivi. He said, "In this country, the shepherd's supposed to lead the sheep." Nilisoma mbitabu sasa mwii nchi yenu mchungaji wa kondoo anaongozaka kondoo pole pole. He said, "Oh, he's not the shepherd. Jo anamuuliza sema ule unaona ana mchungaji. He's the butcher." Ule ni wakubusheri. Wanaitaka je? Batumbula. Batumbula ngombe. Sometimes we've been listening to butchers in the pulpit. Jo kwa maana mara mingi makanisa tumegalaka na batumbula. Amen. Just because a preacher is angry, it doesn't mean that God is angry with you. Sasa inaweza kuya ule mhubiri, ule pastor ile siku alikuwa na kasirani na kishilani. Mhubiri anaanza kufanya mambo ya Amen. mwenye kushirika. Mungu yeye mwenye kushirikia abantu. If you hear an angry preacher, you're not hearing an angry God. Kama uko nashikia mhubiri moya pastor moya, eko na ubiri na makali, hiyo asema Mungu ana na ile makali hapana. It's just an angry preacher. Yeye ni mhubiri wa bishilani tu. Shouting at you. Yeah? Shouting at you. Na ni mhubiri njoo na mifokea, kuna milalamikia. But God actually has promised and sworn He will never be angry with us again. Lakini maandiko matakatifu Mungu anishaka kutulapia deja. Anakamata kiapa sema nishitakuyaka tena makali juu yenu. Nisitauzinikaka juu yenu. He
promised that under the new covenant. Na ile promesse anatupatia hayo mpaka humu mu nouvelle alliance umutwiko. Because all his anger against our sin was poured upon Jesus. Juu kasirani makari yote ya Mungu alibeba anamutwika nani? Yesu. And Jesus said, it's finished. Na Yesu wakati anapokea ile hukumu ya Mungu alisema kunamalizika. Hallelujah. Amen. 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 So the more you know of the character of God, the more you will be able to hear his voice. Donc kitu cha kwanza ni kujua vile Mungu, karakteri ya Mungu iko je. Huyu Mungu kunabudu eko je. Kama unamwelewa vile nikalaka, itakupermete kwanza kushikia vile anasemaka. Remember, the Spirit of God lives inside you. Na ukumbuke roho ya Mungu eko naishi ndani mwetu. He is the dove of God. Eko ule pigeon, ule njiwa wa Mungu. Amen. 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 So how does God guide us? Yeah. How does God guide us? How does he speak to us? Na namna gani unatuzungumzia? When we pray to him, Wakati ile unamuomba, and we ask him his will for our lives, unaanza kumwelezea Mungu, unyonyeshe ko mapenzi yako pa maisha yangu. if it's God's will for us to go forward in a certain thing, Kama mwile mambo unamuuliza Mungu, Mungu anichikia wewe ufanye ile mambo, then the peace of God will come upon us. utashikia roho yako mutajaa, mutayala na salama. La paix de Dieu remplira ton cœur. It's like a green light which says go. Ile salama ikusele masinyo tunonaka malabala ya vert inawaka kusema pita wende avancer. Amen. Amen. But if it's not his will, Lakini kama unaomba na haina mapenzi ya Mungu, Mungu ashipende nini? then there's no peace. Mungu ashipende We feel agitated. hautashikia salama roho yako. It's like a red light. Kama salama ina ndani yako inafanana na ile feu rouge ya kusema ushende. Not a red light in Lubumbashi, not that. Yeah? Not like the red lights in Lubumbashi. Haina asema ile masinyo haifanani na hii tunaona hii Lubumbashi hapana. Which are a suggestion, huh? Hii ni nini? Ni kamiza ile ma feu rouge haina hii tunayo kwa Lubumbashi. No, it's a red light that says stop. Sasa tunasema kama ni sinyali ya rouge, manake Mungu anasema usitende kile kitu. Manake ndani mwako hamtakuwa salama. Amen. Amen. It's either the peace of God that allows us to go forward, Kama unashikia salama inayala roho yako, manake Mungu anaichikia uendelee muile projet au muile kile kitu uliomba. or that peace is taken from us. Na, Peace is taken from us. na kama salama inakosa ndani mwako, Because the Holy Spirit knows it's not right for us to go ahead. ni alama kuonyesha sema Roho Mtakatifu apende weye uendelee mkile kitu au ile maombi yako Mungu apende kupatia kukujibu. Jesus said, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. Juu tuko na promesa ya Yesu nasema wakati ile Roho Mtakatifu atakuya atamiongoza mu maneno yote ya kweli. If you are not under the law, you are led by the Spirit. Maana yake vile tulisema kama hauna chini ya sheria, maana yake uko chini ya ongozaji ya Roho Mtakatifu. Amen. 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 Praise God. We are sons of God. Bwana sifiwe, sababu tuko watoto wa Mungu. Let's stand and give the Lord a clap offering. For this. Na tusimame tupige kwa mikono kwa ajili ya utukufu ya Mungu. Praise God. Bwana sifiwe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sifa kwa Bwana. Haleluya. Glory to God. Bwana sifiwe. Father, Baba ya mbingu, we thank you that you didn't just forgive us our sins, Bwana tunashukuru sababu wewe ulitusamehe makosa yetu yote, and make us righteous, unatupatia sisi justice, but you also brought us into your family. na tena unatukaribisha sisi ndani ya jamaa yako, You adopted us as your sons. na unasema sisi tunakuya watoto wako. You brought us close to yourself, Unatuleta karibu sana na wewe, so that we might have a close relationship. juu tukuwe na communion, ushirika kubwa na wewe, You have included us in your purposes and plans. na unesha kutuingiza mu plan, mu program yako Mungu, And we thank you na tunakushukuru that you
have given us such a wonderful, wonderful relationship. Na tunapiga asante sababu ya hii relation mpya ya majabu hiyo unatupatia. This is the purpose for which you created us. Sababu hii njoo sababu ile ulitumbiaka. And when we were lost in sin, na wakati ile tunapoteza juu ya dhambi, you sent Jesus. Wewe ulituma mwana wako Yesu so that purpose could be restored. juu uturudishe tena mu plan yako. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you that you love us so much. Asante sababu natufanya sisi hatuna tena watumwa. We are your children. Sisi tunakuya watoto wako. We cry, Abba, Father. Ndio kwa maana tunakuita Abba, Baba. We love you with all our hearts. Tunakupenda kupitia mioyo yetu. Amen. Sisi wote tuseme amen. 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 Hallelujah. Amen.